sekta binafsi imeleta huduma zake. Tumeona zana za kilimo zinapatikana humu. Kuna teknolojia mpya za kila aina za uvuvi, za kilimo, za mifugo. Ukija huku utazifahamu, lakini ukitaka huduma ya kununua vifaa pia utanunua katika uwanja huu moja kwa moja bila kuhangaika. Ndugu zangu wana Dodoma, wana Singida, wa Tanzania kwa ujumla, maonyesho haya yanafanyika mara moja kwa mwaka kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8 mwezi wa 8. Ni fursa muhimu ya sisi kuitumia, japo ninaposema sasa wako wataalamu wamesha ingia katika uwanja huu na wanaendelea kutoa huduma, na mwaka huu huenda baada ya maonyesho ya 8 mtaendelea kupata huduma endelevu kama uwanja maalumu ambao utakuwa unatumika kwa huduma hizo za sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa hiyo ni wakumbushe kuwa kutumia fursa hii ni kujiamini, ni kujitambua, lakini pia kujitendea haki wewe mwenyewe. Niendelee kuwakaribisha sana. Kama mkoa tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha usalama na utulivu wa kila anayeshiriki au anayekuja kwa ajili ya kushiriki maonyesho haya muhimu. Lakini tukumbuke kuwa kupitia maonyesho haya tutapata nafasi pia ya kusikia kauli na maelekezo ya viongozi wetu wakuu wa nchi, ambao kwa namna moja au nyingine kila kiongozi amepangiwa kuwepo katika uwanja huu. Tarehe 1 siku ya ufunguzi tutakuwa na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya kufungua rasmi maonyesho haya. Tarehe 2 tutakuwa na mawaziri mbalimbali wa kisekta katika matukio mbalimbali. Lakini tarehe 3 pia tutakuwa na Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia atashiriki na kuwa mgeni rasmi katika siku maalum ya TARI, taasisi ya utafiti nchini, na siku ya ushirika. Lakini tunafahamu siku zote za katikati hapo tarehe 3, 4, 5, 6 na 7 kutakuwa pia na viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wastaafu, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini siku ya kilele, siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026 tutakuwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia tutapata kusikia ladha ya kilimo, ladha ya mifugo, ladha ya uvuvi ambayo natueleza Watanzania kama sekta za ukombozi wa uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo wito wangu kwenu, fursa hii ni adhimu, tuitumie, tujitokeze, tushiriki, tupate elimu na tupate burudani. Hapa nilipopita nimejionea tayari nyama zimeanza kuuzwa humu, zingine zimeanza kuchomwa, nimejishuhudia mboga mbalimbali, mazao mbalimbali. Kwa hiyo tutumie fursa, na 8 ni ya kwetu na sisi tuko tayari. Tunasema Dodoma tuko tayari.